Mko fresh? Mko fresh. Kwanza nitumie fursa hii kuwaomba radhi mashabiki wa mpira wa Kinondoni. Haya matokeo kwa bahati mbaya si matokeo ambayo tulikuwa tunataka. Sasa jana niliwaambia watu ambao walikuja kwenye press akiwepo mema shahidi. Nilisema mchezo wa KMC dhidi ya Yanga ni mchezo wa dabi. Ila nyinyi mara nyingi huwa mnachukulia kama ni kama mchezo fulani hivi. Yaani kama mchezo fulani kama vile KMC anakutana na TMA, si Mbuni. This is Dar es Salaam derby. Mnapoipa nafasi ya Dar es Salaam derby ya Simba na Yanga. Si Simba na Azam, Yanga si na Azam. Muwe mnaikumbuka hii mechi. Leo mmekuja, si ndio? Mmeona ndio derby inavyochezwa hivi. Ndio matokeo ya derby 1-0. Derby haiwezi kuwa na magoli 4. Sasa derby inakuwa na goli 1. Derby mtu ananyima mtu penalti, refa anafanya hivi kidogo, lakini derby inakuwa na magoli 4. Kwa ile ilikuwa derby. Mmeona derby inavyochezwa? Derby inachezwa kwa trick. Sawa Mnapanga code namna gani mnafungua opponent wanapocheza. Sisi tumekuja hapo leo tumedisplay kila mtu aliyekuwa jukwani huko. Amesema this is KMC. Ukiangalia kama sisi tumefungwa. Alafu ukiambiwa sisi tuko nyuma mwisho wa msimamo, mtu anashangaa. Hiki ambacho watu wanasema kama mlikuwa mkicheza hivi katika michezo mingine pengine tusikiona. Yaani mtu ukimwambia hii timu ile imewezekana vipi? Lakini yote kwa yote mnakuja mmeenjoy, mechi ilikuwa nzuri. Niliwaambia jana ningeweza kuwafurahisha ndugu zangu. Ile kauli kama vile ilizua mjadala ndio. Nimepigiwa simu nyingi leo, simu 10. Ngoja niwaambie. Mimi ni afisa habari, lakini mimi pia ni afisa masoko wa club. Nimepewa product, nataka niipeleke sokoni ikauzwe. Jukwani mliona? Jukwani mliona? Product yangu imefanyaje? Imeuza. Kile ambacho nilikiongea jana ilikuwa ni mpango wa kimasoko na umekwenda kulipa. Watu wamekuja uwanjani na wameenjoy mpira. Na sisi hatutaka kuwaangusha. Tumeonyesha mechi nzuri. Tuko na ratiba ngumu sana. Hatuna ratiba ngumu kaka, ratiba ngumu na wewe kaka. Vipi nafasi yake? Ratiba ngumu umeiona wapi? Kwenye msimamo. Sisi hiyo sio ratiba au msimamo kaka. Hivi mnajua msimamo na ratiba? Ratiba ngumu sana. Fixture yetu sisi inafuata hapa tunacheza michezo 5 KMC Complex. Hiyo ni ratiba ngumu. Mnapamba kwenye ratiba yenu. Pamba, Fountain, TRA, Coast na Mungo, Mtibwa. Hizo ni fixture ngumu ambazo tunataka KMC Complex. Wote wanataja alama hao. Ukimpa mechi kama ya Yanga hii kuna mtu anatoka kaka. Sasa timu zinazokuja zote tutazipa mechi kama ambazo tumewapa Yanga. Unaiona KMC kisalia? Unaona mashaka na hilo? Huu uwanja kaka tucheze championship. Huu uwanja ni kwa ajili ya kucheza Premier League. Na tutasalia ligi kuu kwa ajili ya msimu ujao. Leo nawaambia tarehe 6 ya mwezi wa 5, nitawaambia hivi tarehe 30 ya mwezi wa 6 baada ya mchezo wetu dhidi ya Simba pale Isamuyo. Nitawaambia timu yenu imefanyaje? Nyie wote sura zenu wazionyeshe kama mnataka timu ishike daraja. Umezungumzia issue ya wewe ni afisa habari lakini pia unataka kufanya biashara ili kupata watu wengi kwenye mchezo wa leo na kufanikiwa kwenye hilo. Lakini unaona ujumbe ambao aliandika kama Nilimjibu yeye. Nilimwambia huu ni mpango wangu wa kimasoko. Nilikuwa nataka niuze product na nimefanikiwa. Watu wamekuja, niliweka viingilio 20,000 VIP, nimeweka 10,000 mzunguko na watu wamekuja. Majibu yake? Majibu yake yeye ndo atasema. Hakujibu tena. Hakujibu niliua. Simu ambazo ulipigiwa na kina nani? Media nyingi kweli. Ila uzuri kuna brother zangu anaitwa Jemedari. Akanambia chukuchuku. Inawezekana mlikuwa mnafanya masiara lakini kuna watu hivi vitu wanavichukulia serious. Na hali alichukulia serious. Akaandika sijui chukuchuku kwenye page nimekuta jina langu limeandikwa mara 5. Akasema leo nimepokea followers FC watu 500. Comment kibao. Nasema leo kuna nini nimeua au? Labda waahidi kwamba utasaidia ndio ambao walikuwa wanafuatilia kwa karibu waone hali yako. Kwani nyinyi mpenda hii game? Game ilianza jana hii. Imeisha leo, si ndio? Game ilianza jana kwenye mitandao ya kijamii, imeisha leo KMC Complex. Na sisi ngoja niwaambie. Kuhusu swala la dabi nadhani mmeshakubali. Dabi inachezwa hivi, Dabi inakuwa na goli 1, 2 bila, 1 bila ndio dabi inavyochezwa. Lakini pia tulikuwa tunataka kuwaonyesha Yanga. Mechi hiyo kwa rahisi. Yaani nyetu mje tu mmetubabua la kwanza, la pili, la tatu tunaangalia tu. Kwa hiyo tuonyeshe kwamba mechi sawa wangeweza kushinda mechi kama walivyoshinda, wanataka kuwa mabingwa, wao ndio walikuwa wana demand, pia sisi tuna demand kushinda hizo alama.
lakini tulikuwa tunataka kuonyesha mchezo wa ligi kuu wa ardhi ya dabi unachezwa hivi. Wao wenyewe kuna muda huko juu wote wanaonyeshana vidole. Mashabiki wa mechi imeisha wanasema tumtaki kocha. Ndio mechi ya dabi inatakiwa iwe hivyo. Sio dabi tu inakuja mtu anabaguliwa mbili, zinarudi mbili. Kuna haja sasa. Kipa yule wa kwenu amefanya vizuri sana kwa mchezo hasa kwenye kipindi cha kwanza. Kipa mkubwa yule amecheza AFCON yule. Kwa sababu ambazo amezifanya. AFCON ambayo unaisikia imekuwa timu ya under 20 ambayo ilikwenda Egypt kwenye AFCON. Huyo ndio alikuwa golikipa namba 1. Lazima uone heshima nayo. Anaitwa Ismail Bombona. Mpanga. Alikuwepo, yupo, ndo katika silaha zetu zile za mwisho. Tukitaka kumuua adui ndo tunaanza kuzitoa ndo yule. Sasa hii ni miongoni mwa dabi na dabi ile nyingine tumeona waamuzi wametoka nje. Sisi mwamuzi hata akitolewa Babati, sijui akitolewa Kilimankundi, Singida au Masanza, aletwe. Sisi tutahakikisha tunapanga pattern, wao wanatakiwa wafungue pattern washinde mchezo kama walivyofanya. Na kama sio yule unamuita Starboy. Sasa hivi mambo yako tofauti. Starboy ameonyesha Starboy wake, lakini sivyo. Sasa hivi watu wangekuwa wanaonyeshana vidole. Wewe unaona sawa Mani of the match kutoka kwenye klabu ya Yanga leo? Mwenyewe nimekuwa surprised kweli. Inawezekana for me kama ningekuwa napewa nafasi ya kuchagua mchezaji bora wa mechi. 5 save kwenye kipindi cha kwanza. Dakika 10 za mwanzo Ismail amefanya save 5 za maana. Second half amefanya save zaidi ya 3. Unashindaje kumpa man of the match mchezaji wewe? Kwa kwangu mimi kama ningekuwa ni sehemu ya kamati ya wanaotoa tuzo, ningemchagua Ismail Mpange, lakini kwa sababu kamati imeona aliamua mechi ni Okello akaamua kumpa hiyo, lakini for me man of the match ni Ismail Mpange. Nimeona umeanza kwa kuomba radhi hapo kutokana na aina ya matokeo ambayo umeyapata ya tarajio. Lakini vipi hauombi radhi uliowaahidi kwamba mkiwasaidia? Ahmed alipiga dua yake ilikuwa kidogo iko mbali. Dua yake ilikuwa kidogo mbali. Sema shida yake sasa anaomba dua huku waamini. Yes, kama angekuwa na imani na dua yake. Sasa hivi ungekuwa wanacheza huko Isamuyo huko wanafurahia. Lakini kwamba hajakuwa na imani na dua yake. Lakini mimi nilikuwa nina imani hii game haitakuwa rahisi. Nimeangalia mazoezi ya timu yangu wiki nzima. Nikasema kwa wale Yanga walivyochoka vile na nani naongea hivi tushamalizana nao tuko nao tena hadi msimu ujao kwa naweza kuongea vyovyote hawana sehemu watatuma clip. Ukweli ni kwamba walichoka kupitia dabi yao iliyopita, wamecheza wako na fatiki kubwa, na mimi nilikuwa naona hii ni advantage na uzuri. Mechi ngoja ni saa 10 wametoka kucheza mechi ngumu, kwa watakuja wakiwa na nini na fatiki, na kweli wamecheza wako chini kweli. Mimi nakwambia kama ingekuwa hivi mliona afu ngoja niwaambie na viklipu vingi. Mbona lile tobo anapigwa Boka na Eric Mwijage? Sasa acha na lile tobo. Ninavyo vile viklipu vingi. Nimeomba mtu wangu hapa nikatie nitaanza kuvipost. Hivi clip waliuza shilingi ngapi? Waliuza shilingi 5000. Viklipu ya mtu kapigwa tobo uza 5000. Wewe tu kaanza kalishwa tope 5000. Hii mtu kapigwa tobo. Hii clip nitaiuza laki. Kwa hiyo pengine usingechoka mechi ya leo tukaongea mengine zaidi. Mungu sisi kwamba tulishajiandaa vizuri. Yote kwa yote sikilizeni. Nimwambia timu ifanyaje? Shuki daraja. Mechi inayokuja dhidi ya Fountain Gate. Nitahakikisha waandishi na waahidi mimi kwa mapenzi yangu Khalid Chukuchuku. Njooni kwenye hiyo mechi.